Oktoba 1, 1985 mjini Dodoma katika mtaa wa Airport. Ilisikika sauti ya mtoto akilia, mtoto wa Mathias na Bi Mariam. Mfahamu kama Emmanuel Mathias, almaarufu kama MC Pilipili. Alisoma shule ya msingi Uwanja wa Ndege, kisha akamaliza Ipagala mwaka 2000. Huko ndiko kipaji chake kilipoanza kuonekana wazi. Mwalimu wake wa theater test alimwambia kitu ambacho kilibadilisha maisha yake. Na hata baada ya elimu yake ya sekondari, alisomea walimu na kuhitimu mwaka 2009. Baada ya kifo cha baba yake, alibeba majukumu ya familia, jambo ambalo lilimfanya awe mtu mwenye moyo mkubwa na busara za maisha. Safari ya MC Pilipili kwenye ucheshi na MC wako ilianza kwenye harusi, mikutano ya vijana, makanisa na majukwaa ya mitaani. Lakini ubunifu wake ulimtoa Dodoma hadi kumfahamisha Tanzania nzima. Hakukuwa na jukwaa kubwa wala dogo kwake. Popote alipokanyaga kulikuwa na tabasamu. Akiwa na moyo wa kuitumikia jamii, alianzisha huduma ya Injili, Church Love, na baadaye akatangaza nia kugombea ubunge kupitia Chama cha Mapinduzi, CCM, katika jimbo la Mtumba. Hii ilionyesha kitu kimoja: MC Pilipili hakuwa msanii tu, alikuwa kiongozi aliyeamini katika mabadiliko. Hata mnamo mwaka 2019 alifunga ndoa na Philomena Tadei, maarufu kama Cute Mena. Kama ilivyokuwa katika ndoa zingine, walipitia vikao na changamoto mbalimbali, lakini yeye aliamini na kuthamini amani na upendo katika familia. Na huu ni mchango tu wa MC Pilipili. MC Pilipili alitambulika kwa unyenyekevu, imani, kujituma, kuwa mtu wa watu. Alikuwa mshauri, msanii na ndugu kwa wengi. Ucheshi wake haukuwa mzaa tu, ulikuwa tiba kwa watu wengi wenye mawazo mengi. Alipenda mpira, hasa kushabikia timu ya Yanga, na alipenda kuona watu wakipona kutoka kwenye huzuni. Tarehe 16 Novemba 2025, dunia ilimpoteza MC Pilipili. Habari zilipotangazwa, machozi yalitapakaa mtaani, mitandaoni na kwenye majukwaa ya sanaa. Wengi walihisi kama vile wamepoteza ndugu, kwa sababu ndivyo alivyoishi, kama ndugu kwa kila mmoja. Leo hii tunamkumbuka kupitia video zake, ucheshi wake, maneno yake ya hekima na mioyo aliyoigusa. MC Pilipili alituonyesha kuwa tabasamu linaweza kuwa huduma kwa jamii. Hii ilikuwa safari ya Emmanuel Mathias, almaarufu kama MC Pilipili. Safari niliyokuletea mimi Kazungu Balele, ili dunia ikitazama ijifunze namna mtu mmoja anaweza kuacha alama isiyofutika. Kama una nafasi ya kuleta furaha kwa mtu, fanya. Upendo haukawi kurudi.